wa Tanzania wenzangu na watu wa Mungu, kabla sijaanza na ushuhuda, naomba nirejee kitu kimoja. Ni kwamba kuna siku moja nilimuuliza Mungu, nifanye nini ili nikuone kwenye maisha yangu? Nikasikia ndani yangu naambiwa, pata neno, fuata neno. Sentensi hii ni kanuni, imekuwa kanuni kwenye maisha yangu na imebeba mambo makuu mawili. Pata neno, jambo la pili ni fuata neno. Ili uielewe vizuri, naomba nikurejeshe kwenye andiko la Mathayo sura ya 8 kuanzia mstari wa 8 hadi wa 13. Mahali hapo utakuta mtu ambaye alimwendea Yesu kwa sababu mtumishi wake alikuwa anaumwa, yuko karibu kufa. Yeye akamwambia ya kwamba sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Manake yeye alikuwa anatafuta neno kutoka kwa Mungu, neno kutoka kwa Yesu. Maana neno kutoka kwa Mungu limebeba majibu ya jambo lilokuwa muomba. Kadhalika ukirejea kwa habari ya Petro alipokuwa amevua samaki usiku kucha asipate kitu, na Yesu asubuhi yake akamuomba mtumbi wake ili ahubirie. Baada ya hapo alimwambia Petro atweke mpaka kilindini avue samaki. Petro akamwambia, Bwana, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, ila kwa neno lako, amesemaje? Kwa neno lako nitazishusha nyavu. Kumbe katika maisha yetu hatuwezi kupata majibu bila Mungu kuachilia neno, bila Mungu kusema. Kwa hiyo mtu anapoenda mbele za Mungu, aidha anaenda mbele za Mungu ili Mungu aseme kwa ajili yake, au anaenda mbele za Mungu ili Mungu atimize neno lake alilolisema kwake. Kwa kuna mambo mawili. Kuna kumtafuta Mungu ili akupe neno, na kuna kumtafuta Mungu ili atimize neno. Hayo mambo ni muhimu sana. Sasa naomba nirejee kwa habari ya taifa la Tanzania. Wakati ule tumeanza kumwomba Mungu kwa ajili ya taifa la Tanzania, Mungu alisema nasi kwa habari ya kuangusha utawala wa Rais Samia kupitia ndoto na kupitia sauti ya ndani na kupitia watu mbalimbali. Nadhani nimekuwa nikirejea sana. Maanake hilo ni neno ambalo Mungu alitoa kwenye maombi yetu tulipokuwa tunamlilia kwa ajili yaliyotokea kwenye taifa la Tanzania. Tulipokuwa tunamlilia Mungu kwa ajili ya taifa la Tanzania. Kwa hilo ni neno ambalo amelitoa kwa habari ya anguko la utawala wa uovu. Lakini kuna wakati mwingine Mungu analitoa neno ambalo lina step mbili. Yaani anatoa neno ambalo halina majibu ya moja kwa moja, bali ametoa neno ambalo linahitaji hatua ya pili ya kutafuta kutimia kwa neno. Kwa hiyo nakumbuka kwenye hiyo ndoto, lakini pia kwenye maombi, ni kwamba Mungu alituagiza kwamba kupitia kutimiza kila ambacho alikuwa amesema hata kabla ya maandamano hayajatokea, ambapo ni kufanya mikutano ya uamsho, maombi ya kitaifa, Mungu angeiepusha Tanzania juu ya mauaji hata singetokea. Sasa hata yalipotokea, bado Mungu alikuwa anatutaka turudi kwenye kila alichotuagiza. Manake mpaka sasa Tanzania tunalo neno la Mungu la kututoa hapo. Kilichobaki ni kulifuata neno. Ndio maana ikasema pata neno, fuata neno. Sasa naomba nirejee huu ushuhuda, baadaye sasa niende kuomba. Nilipomtii Mungu kupitia ndoto aliyonipa ya mkutano wa Renard Bonke, nikauona, nikaanzia hiyo ndoto, baadaye nikaona Facebook tangazo, ikabidi niende. Nilikaa kwa wiki 2. Sasa ile siku ambayo Daniel Kolenda alikuwa anahubiri, niliomba kibali cha kwenda kukesha kwenye mkutano, kwenye kiwanja cha mkutano, ili nimuombe Mungu. Mwanzoni nilikuwa nimejitoa kuombea mkutano, nilikuwa naenda alfajiri,
lakini hiyo siku ya tarehe 19 mwezi wa 6 2024 nilienda kuombea mkutano usiku kucha. Lengo langu lilikuwa ni kwamba Mungu atimize ahadi yangu ya kumuona Reinhard Bonnke, ambayo ilikuwa kwenye ndoto kama kumuona Reinhard Bonnke, na niliamini Reinhard Bonnke yuko connected na Daniel Kolenda kwa sababu Reinhard Bonnke haikuwa hai tena. Kwa hiyo huo usiku nilikuwa ninatafuta Mungu atimize ile ndoto, atimize lile neno aliloniambia la kwenda kumuona, kuonana naye. Kwenye ndoto ilisha kwamba ninaenda. Kwa kwenye physical world ilitakiwa sasa nitimize hizo hatua za kuonana naye. Kwa niliomba, ilipofika saa 8 nikasikia ndani yangu ninaambiwa ya kwamba nikaletwa lile andiko la Elisha. Elia anamwambia Elisha kwamba ukiniona wakati ninatwaliwa utapata ulichokiomba. Alipoomba double anointing ya Elia. Sasa hiyo sauti nikawaza kwa ina maana nitapewa vazi, lakini sikuifikiria sana kwa sababu ni kitu ambacho uwezo ukakiwaza, uwezo ukakitegemea, ni kitu kigumu. Kwa sababu hata tu kuonana na hawa watu ni ngumu wakija Afrika kwenye mikutano yao. Ilipofika saa 9 nikasikia tena neno lingine wakati naendelea kuomba kwamba utakuwa prayer coordinator wa mikutano ya Sifani. Sasa tafakari, huo muda umeenda kule, yani wewe si chochote, alafu naambiwa hilo neno. Sema nilikuwa kila ninachoambiwa na Mungu nilikuwa namjulisha huyu aliyekuwa amenipokea, yule director wa mikutano. Kufupisha, kesho yake nikashangaa, baada ya kuwa kwanza akaahirisha safari yake baada ya kumaliza kuhubiri hiyo tarehe 20, haitakiwa aondoke, akaahirisha. Ikabidi alale hapo hapo, alafu asubuhi ndo ataondoka. Huo ni muujiza wa kwanza kwa sababu hakuwa amepanga hivyo. Kesho asubuhi nikaenda, wakati anawaaga wa hotelini, basi wakawa wamepanga mstari kuombewa, na mimi nikaitwa kuombewa pale. Hata sikupata nafasi ya kumshirikisha hiyo ndoto. Kwa hiyo wakati anaombea, mimi nikapiga magoti na akawa ametuombea. Tulipomaliza hapo, mama mmoja ambaye alikuwa amesikia wakati naelezea hiyo ndoto, siku moja tulikuwa tumepanda gari moja naye, yeye huyo mama, mimi pamoja na yule director aliyenipokea. Kwa hiyo hao watu wa Marekani wanapenda kuuliza umefikaje hapa, ili apate background. Kwa wakati namuelezea ile ndoto, kumbe alikuwa kuna kitu kimemgusa. Kwa hiyo siku nikashangaa ananipa shati alilohubiria Daniel Kolenda. Kwa ikatimia ile sauti niliyokuwa nimeisikia usiku wakati naomba. Ni kitu ambacho sikutegemea. Haya, nakuja sasa kwenye hii ya prayer coordinator. Kumbuka wakati huo sina connection yote na Sifani, na nimeambiwa utakuwa prayer coordinator wa mikutano ya Sifani. Mnakumbuka mwezi wa 11 niliwaambia siku moja kwamba ninaomba, ninaratiba, ninaongoza maombi kwa ajili ya mkutano wa Sifani Thailand. Haya, huo mkutano wakati huo nina coordinate maombi, nilikuwa nimejitolea, na tulikuwa tunafanya kwa njia ya Zoom. Nilisikia msukumo ndani yangu, nikawashirikisha tuombe, na tukaanza kuombea. Na muujiza aliyofanya Mungu ni huu, ya kwamba Thailand wanaabudu, wana miungu yao, wanaabudu Buddha. Lile limnala, yani lile lisanamu la Buddha wao kwenye huo mji ambao walikuwa wanafanyia mkutano lilidondoka wakati wa maandalizi ya mkutano. Kwa unaweza ukaona sasa kwamba kuna nguvu ya maombi. Tunaposema kwa habari ya kuombea taifa la Tanzania, kuna watu wanaweza kudhalau, lakini kumbe wakati unaomba kuna vitu Mungu anafanya. Kwa neno la Mungu ambalo atakupa katika ulimwengu wa roho lina nguvu mno ya kuleta matokeo katika ulimwengu wa mwili.
Kila ambacho nilikipata usiku kupitia ndoto, kupitia sauti ya ndani wakati naomba, kwamba ukiniona wakati naondolewa utakipata, Mungu alitimiza bila kukusudia mimi, na bila njia ya kawaida. Mtu kuahirisha ratiba yake, wazungu, sio kazi ndogo. Haya, mimi sijawa prayer coordinator wa Sifani, lakini siku moja tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka huu 2026 nikakumbushwa kwamba unakumbuka ule mkutano wa Thailand ulioorganize maombi na kile kilichotokea. Nikakumbuka, nikasema ndio. Sema hayo ni matokeo ya kile nilichokuahidi. Kwa kuna wakati Mungu akitoa neno, hilo neno linakuwa na nguvu kwenye maisha yako, linakuwa lina upaleti, linakuwa linakufungulia fursa ya kutimiza ulichoahidiwa na Bwana. Kwa kadhalika, ili Mungu atimize kila alichokisema kwa habari ya Tanzania kuangusha utawala wa uovu, lazima tusimame. Tumeshapata hatua ya kwanza ya kumtafuta Mungu ili akupe neno. Sasa tunasimama kwenye hatua ya pili ya kulifuata neno. Kumtafuta Mungu ili atimize neno ni kumfuata alivyokuelekeza, kama Petro alivyoambiwa, teka mpaka kilindini ukavue samaki. Kwa tulichobakiza wa Tanzania ni ile hatua ya kumtii Mungu na kufanya. Hebu tafakari wale wahubiri wakubwa. Kuna ushoga mwingi umeenea Tanzania. Wakati huo tuko bize kuhubiri juu ya kanuni za kufanikiwa, kanuni za kumiliki pesa, kanuni za kucontrol pesa. Kuna watu ndani yao wana maumivu, kuna watu ni waovu, wanahitaji kukumbushwa kwamba dhambi inaua, kuna jehanamu. That's why ndani yangu kwa kweli nasikia uzito, nasikia ukakasi kuamini ya kwamba kuna roho wa Mungu anatuongoza. Maana hata neno linasema kila jambo na majira yake. Kwa hiyo hitimisho langu ni nini? Ya kwamba kuna nguvu kubwa sana ukitaka muone Mungu kwenye maisha yako, kwenye taifa lako, kama ni jambo la taifa, kama ni jambo la familia, kama ni jambo lako binafsi. Cha kwanza, lia mbele za Mungu mpaka akupe neno. Mpaka akupe neno. Akishakupa neno, ndani ya hilo neno alilokupa kutakuwa na maelekezo. Anza kufuata hayo maelekezo ya hilo neno. Sijajua una uhitaji gani hapo ulipo, lakini naomba kwenye maombi ya taifa la Tanzania unganisha pia na haja yako. Kuna wakati mwingine Mungu huwa anataka mtu kama mtu aende ndo ampe neno. Kwa kuna mambo Mungu atakupa wewe kama wewe, sio kwa kuombewa, bali kwa kwenda mbele zake na kumwambia Mungu, niko hapa, nina shida hii. Sema neno tu na shida yangu itasovika kama yule mtumishi, na Bwana atafanya. Basi ungana pamoja nami. Inua mikono yako kwa Mungu, ishara kwamba unapokea neno. Sijajua ni uponyaji au ni nini, lakini inua mikono yako kwa Mungu na moyo wako kwa Mungu. Rudia nami maneno haya. Bwana Yesu, nimekuja kwako. Unanitaka mambo mawili niyatimize kwenye maisha yangu: kupata neno, kufuata neno. Kutafuta neno kutoka kwako na kutafuta kulitimiza neno lilotoka kwako. Ninakuja mbele zako Mungu kwa ajili ya shida yangu hii, kwa ajili ya haja yangu hii. Taja haja yako ulio nayo. Bwana Yesu, wewe una majibu yangu. Sema neno tu na shida yangu itaisha. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu nisaidie. Ugonjwa huu Bwana, sema neno kwa ajili ya ugonjwa huu. Sema neno kwa ajili ya tumbo langu. Sema neno kwa ajili ya elimu yangu. Sema neno kwa ajili ya ndoa yangu. Sema neno kwa ajili ya wito wangu. Sema neno kwa ajili ya kazi yangu. Sema neno kwa ajili ya utumishi wangu. Sema neno Bwana Yesu, sema neno. Ninakuhitaji wewe. Bwana Yesu, tazama, inawezekana kwenye maisha yangu
nina majibu ulionipa, ila hajatimia kwa sababu sijafuata maelekezo. Nisaidie Bwana, ongoza hatua zangu kwa jina la Yesu, amen. Naomba niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, neno lako Bwana umesema wewe hulituma neno ili kutuponya na kututoa kwenye maangamizo yetu. Wakati mwingine Mungu, unapolituma neno haliji moja kwa moja na majibu yake, bali linakuja na majibu yaliyobebwa kwenye maelekezo. Kinachotuhitaji ni kufuata neno lako. Baba, ninaomba kwa ajili ya mwanao. Sasa ninatamka uponyaji utokao kwako katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya haja yake. Mungu, kama unampa maelekezo, hao maelekezo yawe dhahiri ndani yake, asikie cha kufanya ndani yake ili utimize ulichomwahidia. Baba, ninakuja kwa ajili ya taifa la Tanzania. Uliahidi ya kwamba Bwana utaangusha utawala wa uovu. Bwana, ulionyesha kwamba Bwana umeangusha utawala wa uovu. Mungu uliye hai, Mungu mwaminifu, ninaomba Bwana kwa neno lako upate kutimiza katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wewe ni Mungu unayesikia na kutimiza neno. Mungu, neno lako ukisema hata kama ni miaka 10 linatimia. Mungu uliye hai, naomba miaka 5 ya awamu hii Bwana isiishe bila haki ya Watanzania kupatikana. Mungu, hatuna chuki na yote Bwana, lakini tunahitaji haki ya watu wanaouawa, haki ya watu waliodhulumiwa uhai ipatikane Bwana. Na haki hiyo haitapatikana kwa serikali, haki hiyo itapatikana kwako Mungu uliye hai. Nami naomba Mungu uliye hai, sema neno kwa ajili ya taifa la Tanzania, sema neno kwa ajili ya haki ya Watanzania, sema neno kwa ajili ya utawala bora wa Tanzania, sema neno kwa ajili ya hatima njema ya taifa la Tanzania, sema neno kwa ajili ya ulinzi wa kiungu kwa ajili ya taifa la Tanzania. Mungu, ninakuamini Baba, pigana vita vyetu, pigana vita vyetu Bwana, na ukatushindie kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu Yesu Kristo aliye hai. Sisi hatuwezi Bwana, lakini kama ulivyomwambia Musa ya kwamba simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, hao mnaowaona sasa hamtaona milele. Nami naomba Bwana, adui wa Tanzania ambao Mungu wamehusika kuua, kupoteza, kuondoa watu madarakani kwa hila zao, Mungu, mkono wako wa uweza ukashughulike nao ili tuipate Tanzania ulioikusudia. Ninaomba haya kwako Mungu na kuamini kwa jina la Yesu, amen. Mungu akubariki. Kama kuna jambo Mungu alikuambia kwa maisha yako kufanya na hujafanya, basi ujue una majibu ambao bado umeyakalia. Fanya hilo na Mungu atatimiza. Kama bado, endelea kumwomba Mungu, endelea kushirikisha watumishi, endelea kupigia watu simu. Ukitaka kunipata mimi, namba yangu ni 0769862145. Na Mungu awabariki. Tuendelee kuomba kwa ajili ya taifa la Tanzania. Kesho tarehe 23 mwezi wa 3 2026 tutaanza ajenda ya kitaifa kwa ajili ya ajenda ya maombi ya kitaifa. Iwe ajenda yako binafsi. Usipite siku bila kuomba kwa ajili ya taifa la Tanzania. Mungu wetu atasikia. Amen.